Okay, tuendelee na kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo tumeshuhudia sehemu muhimu sana ya kesi, ushahidi wa kificho P9, maswali ya serikali na namna mahakama ilivyoamua kuahirisha kesi hadi kesho asubuhi kwa ajili ya cross examination ya Tundu Lissu. Lakini zaidi maelezo ya shahidi, kuna mambo mazito sana yamejitokeza. Uhalisia wa ushahidi wa mitandao Instagram, mbinu za kuwatambua mashahidi, mtego wa polisi unaotajwa kama mteja wa umeme, na swali kubwa, ushahidi huu unajenga kesi au unazidi kuacha maswali? Twende moja kwa moja. Baada ya P9 kueleza awali kuwa aliona video ya Lissu Instagram tarehe 3 Aprili mwaka 2025 na kisha akaitwa polisi kwa kisingizio cha kazi ya umeme, leo ameeleza kitu kingine muhimu sana. Nilipigiwa simu tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025, nikaambiwa nahitajika kituo cha polisi Mwanjelwa. Hapa ndipo wakili wa serikali Cuthbert anaendelea kumuongoza, na shahidi P9 anasema alipofika polisi waliniambia nahitajika kama shahidi, hivyo natakiwa niojiwe tena. Kwa maneno mengine, P9 anaonyesha wazi kuwa hakuenda tena kwa tuhuma ya kosa, bali kwa ajili ya kuandaliwa kuwa shahidi. Ili ni jambo kubwa. Kwa nini? Kwa sababu mahakamani shahidi anatakiwa awe mtu anayetoa ukweli wa tukio aliloshuhudia, si mtu anayetengenezewa mchakato wa kuja kuwa shahidi kwa mahojiano ya mara kwa mara. Wakili Cuthbert anauliza swali nyeti. Aliyekuoji alikuoji kwa ajili ya jambo gani? Shahidi P9 anajibu, alinioji juu ya kuhamasisha kuzuia uchaguzi. Na hilo jambo lilianzaje? Nilimweleza niliona klipu ilikuwa ya Tundu Lissu. Kwa kifupi, serikali inajenga hoja kwamba P9 aliona video ya Lissu. Video ilimhamasisha vurugu na kuzuia uchaguzi. P9 akahamasika. P9 akawa sehemu ya mjadala na majirani. Polisi wakamfuatilia kisha wakamwandaa awe shahidi. Lakini hapa kuna kitu cha kuchambua kwa kina sana. P9 hajaja kusema kwamba nilikutana na Lissu ana kwa ana. Lissu alinipa maagizo, nilikuwa kwenye ukumbi wa hotuba, nilirekodi video mwenyewe au niliona live. Badala yake ushahidi wake anaegemea kwenye kitu kimoja, niliona klipu Instagram. Na hapa ndipo kesi nyingi duniani huwa zinaposhindwa, kwa sababu ushahidi wa video ya mtandaoni una maswali mengi, ambapo maswali matano makubwa ni: kwanza, video hiyo ilitoka akaunti gani? P9 amesema akaunti ameisahau. Video hiyo ilikuwa ya muda gani? Hakuna maelezo. Je, video ilikuwa full au ilikuwa edited clip? P9 amesema ilikuwa klipu. Je, mahakama imeletewa video yenyewe? Hapa bado haijaonekana wazi. Je, video hiyo ilikuwa na uthibitisho wa forensics? Hapa hakuna, inakuwa ushahidi dhaifu sana. Kwa hiyo shahidi P9 kimsingi anakuwa shahidi wa kile alichozani amekiona. Kwenye ushahidi wake wa awali, P9 alieleza alipigiwa simu na mtu aliyejitambulisha kama mteja wa kazi ya umeme. Alipofika akajitambulisha kuwa ni polisi. Hii ni mbinu ya mtego. Kisheria mtego unaweza kukubalika au kukataliwa kulingana na mazingira, lakini kisiasa na kijamii hii inaacha maswali mazito. Kama P9 ni shahidi, kwa nini alitegwa kama mtuhumiwa? P9 alikuwa mhalifu, kwa nini hakufunguliwa kesi? Kama P9 alikuwa mchochezi wa kuzuia uchaguzi, kwa nini anageuzwa shahidi badala ya kushtakiwa? Hapa ndipo credibility yake inakuwa tatizo. Baada ya Cuthbert kusema waheshimiwa majaji, kwa shahidi huyu ni hayo tu, wakili Mkude anasimama na kusema, tuna hoja, muda umefika, tunaomba kama hakuna pingamizi tuendelee kesho na cross examination. Tundu Lissu anajibu, sina objection. Hapa Lissu anaonesha utulivu wa kisheria, hakujifanya, hakupinga kwa jaziba, alikubali. Mahakama nayo inaingilia kati na kusema, Mheshimiwa Lissu, hizi dakika 19 hazitoshi kumaliza cross yako. Hii ni kauli muhimu sana, kwa maana mahakama yenyewe inatambua kuwa cross examination ya Lissu si ya maswali mawili, ni ya kuchambua ushahidi mpaka ndani. Kuna sababu kubwa tatu. Lissu ni mwanasheria, anafahamu mbinu zote za mashahidi wa serikali, hasa mashahidi wa kificho. Pia anafahamu mashahidi hawa wanajichanganya sana. Kwa kesi hii tumeshuhudia mashahidi kadhaa wakisema vitu tofauti na statement zao. Kesi inategemea sana maneno. Uchochezi, kuzuia uchaguzi, tukichafue, vurugu, haya yote ni maneno, na maneno yakisemwa kidogo kesi inaporomoka. Kwa hiyo kesho Lissu anaweza kuuliza maswali kama, video hiyo iko wapi? Ulipataje hiyo klipu? Kwa nini haujui account? Ulirekodi? Ulishare? Polisi walipataje namba yako?
Ulikuwa unaonekana wapi? Majirani wako waliojiwa? Uliandika maelezo mara ngapi? Kwa nini hujashtakiwa? Haya maswali yanaweza kumaliza ushahidi wa P9 kabisa. Mahakama imeuliza, ile hoja ya submission on the notice of list of additional tunaifanyaje? Lissu amesema, tukimalizana na P9 kesho tuendelee na mashahidi wengine, mwisho turudi kwenye hiyo hoja. Mkude amesema no objection. Hapa unaona kitu muhimu sana. Pande zote mbili zimekubaliana kuwa ushahidi uendelee kwa mtiririko. Kwa lugha nyingine, mahakama inataka mashahidi wamalizike kisha hoja za kisheria zije mwisho. Hii ni kwa ajili ya consistency kama mahakama ilivyosema. Kwa uchambuzi huu wa leo, tunaweza kusema hivi: serikali inaendelea kujenga simulizi kwamba Lissu alihamasisha kuzuia uchaguzi kupitia video. Lakini ushahidi una mapengo. Akaunti ya IG haijulikani. Klipu haijawekwa wazi. Shahidi anaonekana kuandaliwa zaidi kuliko kuwa huru. Polisi walimshika kwa mtego lakini hawakumshtaki. Kesho ndio siku ya ukweli. Cross examination ya Lissu itakuwa sehemu muhimu sana ya kesi hii, kwa sababu ikiwa Lissu wataonesha kuwa ushahidi wa P9 ni wa kusikia au wa kuzani au wa kuongozwa, basi shahidi huyu anaweza kuanguka mahakamani. Na hapo ndipo tumefikia mwisho wa hii podcast ya leo. Usisahau kucomment, kulike, kusubscribe na pia ushare kwa watu wanaofuatilia kesi hii kwa ukaribu. Kesho tunarudi na uchambuzi wa cross examination ya P9 na hapo ndipo drama halisi itakapoanza. Free audio post production by alphonic.com.